Yes bana, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinge za michezo, na hapa tuko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salamba, na leo anakwenda kutufurisha tena kwenye yale ya kimichezo ambayo mara nyingi tunakuwa tunakizungumza, lakini tunachokifahamu niki ambacho kinaendelea hivi sasa. Baada ya sakata la dabi, mambo yamekuwa ni mengi sana. Hao wanaenda kasi, wengine wamekaa kimya. Bodi ya ligi, maana rais wa TFF amesema ya kwake, na imani umeyasikia yote. Leo pia Steven Mguto amezungumza ya kwake. Kwanza tukianza na kauli yake kabla tujauliza mambo ya kasi. Kauli yake iliyozungumza kwamba hili tukio ambalo limetokea la Young Africans na Simba la juzi ni dogo. Kuna la nyuma la 21 lile lilikuwa ni kubwa zaidi, kuna timu kidogo shuke dala. Mimi nafikiri ni mtazamo wake. Yeye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye bado yuko madarakani, na kwa umri wake na nafasi yake ni mtu wa kumheshimu, ni mtu mzima, ana hekima zake na busara zake. Lakini katika hili mimi nilikuwa na mtazamo tofauti. Nafikiri kinachotuweka saizi na kulizungumza sakata sio kuangalia background. Background zipo kwa ajili ya kutengeneza mazingira bora ya baadaye, ndio maana kuna background. Ukiangalia hata wakati sisi tunasoma mambo haya ya biolojia kwenye topic moja ile ya ecology ya genetics, unaona kabisa kwa nyuma watu walikuwa wanafanya hivi, ile ukiangalia ile asili ya damu imetokea wapi, walizungumza hivi. Ni process, yale yote yanakuwa yana maana sawa katika kutengeneza mchakato kwa jambo liweze kukamilika. Kwa hiyo mpira wetu haujafikia katika level ya juu sawa, lakini unakwenda kukua. Kwa hiyo unapokuwa lazima mtapitia kwenye scenario nyingi ambacho itakiwa yaweze kukizungumza kwa matendo zangu mimi leo hii, kwa sababu issue iliyopo ni watu kubishana kuhusu kanuni zinasemaje. Sawa, kanuni zinaamua nini katika hili ambalo limetokea, kwamba je, Simba alikuwa halali kanuni, hakuwa halali. Bodi ya ligi walikuwa ni halali kanuni kualisha mchezo au hakuwa halali. Yanga walikuwa halali kanuni kulalamika au hakuwa halali. Hapo ndio kwenye shida. Wala vitu vingine vyote. Kwa hiyo kama mbobezi na kiongozi mkubwa, mimi naamini kwamba hizi kanuni ndio kama ofisi yake, kwa sababu mara nyingi ndo anazifanyia kazi. Yaani ndio mwongozo wake yeye. Ilikuwa nafasi ya kuja pengine kutupunguzia pressure na kutuambia kwamba jamani, hapana, hapa Simba alikuwa yuko sahihi. Fungua hapa, fungua hapa, hapa. Hapa bodi ya ligi walikuwa wako sahihi. Fungua hapa, fungua hapa, hapa. Hapa Yanga hawakuwa wako sahihi. Fungua hapa, fungua hapa, hapa. Ndio ilikuwa imekaa hivyo. Lakini sasa kuja kutuambia kwamba unataka tusolve kwa kutumia scenario ya makosa mengine huko nyuma, hapana. Na hii kauli hata rais wa shirikisho alizungumza kwamba kwani wao wako sahihi. Yaani hapa huko tushatoka sasa. Yaani kama ingekuwa ni mambo ya busara mungeshamaliza. Mpaka mtu mmoja analalamika na mwingine analalamika na kuleta malalamiko, maana tayari zile hatua za wale ambao mlikuwa mmezoea kutengeneza hazipo tena. Kama hatua hizo hakuna, ndio maana nyumbani mtabishana, mtapata vitu gani vitatokea. Ikifikia hatua mmeshindwa kuelewana, ndio zinaanza hatua. Sawa, kama mtataka talaka, hakupeka na mahakamani, vitakuja vina hatua mtaenda baada ya kuwa mmeshindwana. Kwa hiyo hapa kinachozungumziwa nani yuko sahihi na nani hayuko sahihi, na ambaye hayuko sahihi anatakiwa adhibiwe. Adhibiwe vipi? Hiyo ndio hicho. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri kwamba amekuja tu kuongeza taharuki badala ya kuja kutusaidia kujibu hili jambo. Mimi nafikiri anapotoka yeye atakuja kutoa majibu, lakini ndio kwanza amezidi kutufanya tutengeneze scenario nyingi kuweza kuona kumbe hata hii mechi imeahirishwa si kwa sababu ya kanuni, isipokuwa ni kwa sababu ya kuhofia kuna timu inaweza kanyang'anywa pointi au kashushwa daraja. Okay, kuna hili nalo lenyewe ambao liliibuka la Young Africans kwenda kasi. Na yeye mwenyewe pia ametolewa ufafanuzi swala hilo, akasema kwamba barua ameipata. Lakini niliona kama sio juzi ni jana, afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda akisema hawajapokea barua yoyote kutoka Young Africans. Mimi ninacho ujue ndio wakati nakwambia kwamba ni vema ukiwa kwenye hizi nafasi, ukiwa kwenye hizi taasisi, ukajikita kwenye kusimamia misingi ya sheria na kanuni zilizopo, itakutengenezea heshima kubwa, lakini pia itawapeni legacy kubwa sana. Unajua mnaweza kama mmefanya mambo mengi mazuri lakini yakaja kuharibia sehemu ndogo sana. Pamekuwa pana hizo kauli za hapa na hapa ambazo wakati mwingine zinatufanya tupate maswali mengi. Atakwambia leo hajapokea barua, Yanga atakwambia wana barua. Kuna wakati wanaandika statement mbili, huku kinaandikwa hiki, huku kinaandikwa hiki. Huyu anasema hiki, huyu anasema. Kwa hiyo ifika hatua ni kama wanapoteza ile hali yao ya ile reputation yao, ni kama inaanza kupotea, kwa sababu wanazungumza vitu ambavyo
haviwezi kuishi. Yaani leo hii hivi ukisoma barua yao ya kwanza kuahirisha mchezo ni tofauti na kile ambacho watu wamekinukuu Yanga amekuwa amejibiwa, ni tofauti ambacho alikizungumza rais, ni tofauti ambacho anakuja kukizungumza leo mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwa pamekopa na utofauti mkubwa. Na ukiangalia yote ni katika mazingira sio ya kutaka kutupatia ukweli. Ni katika mazingira ya kutaka kutengeneza busara ambayo inaitaka wao iweze kutumika. Sasa tuwezi ifike hatua tuwe wazi. Yanga barua walijibiwa na watu mpaka waliweza kuinukuu baadhi ya watu, lakini Yanga kweli ameenda kasi na Yanga ametoa kopi kwenye mamlaka zote. Kwa kitu ambacho kipo. Kwa hiyo utaweza kuficha leo ukafikiria pengine unapoza ndio unazidi kuwafanya watu wazidi kuhoji maswali mengine. Kesho Yanga wakija kutoa kwamba barua walishapata, alafu uliwaambia kwamba barua hawajapata, kesho utaongea watu tena watakuelewa tena? Kwani ngumu. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya watu kutokuamini yasio na ulazima. Ni vyema tukasimama kwenye taratibu na kanuni na weledi katika kazi yetu. Na kile ambacho kinasema kwamba yeye mwenyewe kasema kama Young Africans wameenda kweli kazi, kitakuwa ni kichekesho. Kwa sababu mimi nafikiri ni kauli ambayo kwanza pengine kwa mtazamo wangu mimi simzungumzia. Nikitafsiri ni kama pengine hakufikiria na kudhani. Yaani pengine alijua kwamba utaratibu ule ambao amekuwa ameendelea kuutumia miaka yote wa kwamba mambo yanatokea yanavurugika, wanaitana na kuzungumza na kuacha sheria kama ambavyo ameweza kunakili kwamba hizo timu zilikuwa zimezoea kudekezwa huko nyuma, kwa wakati mwingine inabidi uende nazo hivyo hivyo. Akifikiria huo ndio ulikuwa utaratibu. Kwa hiyo anashangaa kuweza kuona mbona kipindi hiki mambo yanakuwa tofauti. Hawa watu ambao tulikuwa tumezoea kuonana nao, naona nikasemaje, unapomfavor mtu katika mazingira ambayo hakustahili kubi favored, kuna siku atakuja atakugeuka. Kwa hiyo walichokuwa nakifanya kilikuwa ni tiba kwa muda mfupi, lakini sio kwa muda mrefu. Watu sio wajinga wakatengeneza sheria na taratibu. Ndio utakuwa ni msingi wa kufanya wewe uende kufanya kazi ukiwa very comfortable bila kuwa na shida. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa una mashine ambayo una machinery ambayo inakuongoza. Hivi leo hii wangetoka tu na kanuni hii hapa, kanuni hii na hii naamua hivi, tumeamua hivi. Anakulaumu nani? Hiyo kanuni hajatunga peke yake mzee Mguto. Hiyo kanuni imepitishwa na virabu na wenyewe wanazo na walizikubali wakadhiadhea. Kwa hiyo ikija kukata, unakata kitu ambacho ulishaingia nacho makubaliano nacho. Ndio maana umeshaelewana. Sasa unaogopa nini? Kwa nafikiri ni katika tu hilo jambo la kutokuamini kwamba kitu kinawezekana. Lakini pia mimi nikifuatilia hii scenario ni design fulani kama bodi ya ligi na TFF kama wanakataa Young Africans. Tuliona pia rais wa TFF Wallace Karia mwenyewe kauli zake alizokuwa anazitoa. Yaani lazima wawakatae kwa sababu hawakuexpect hiki ambacho kinakwenda kutokea. Yesu unanielewa? Yaani lazima wawakatae na waone wa ajabu kwa sababu yanapotokea matatizo kuna namna ambayo ilikuwa imezoeleka hata kama sio ya haki kuweza kutumika kusolve matatizo. Yaani kuna namna ambayo ilikuwa imezoeleka. Kwa hiyo una expect kwamba si hivi tu tumechotailisha, kesho tutawaita, tutakaa nao, tutapanga kitu kingine, tutaomba radhi, itaendelea. Kwa hiyo mnakuwa mmetengeneza mpo kwenye hiyo attitude. Sasa anapotokea mtu akataka kwenda beyond, lazima umshangae kwa sababu alichokwenda kukifanya ni kitu ambacho wewe ukujiandaa nacho. Ndio maana ukiangalia wote majibu yao hajikiti kwenye kutatua tatizo, yajikita kwenye kulaumu. Si unanielewa? Jambo la kisheria, liamuliwe kisheria. Yaani sio swala la kulaumiana. Kwa nini unafanya hivi? Si sheria. Wewe una mashinali na una zimekaa wazi. Sasa kwa nini uongee sana? Si unanielewa sio? Unaona amini yeye amekosea. Si ndio? Amekosea. Na anasema achezi. Weka mechi. Alafu asije mlipe pointi zake. Si una hakika kwamba hiki kitu kipo kwenye kanuni? Sasa shida yako nini? Kwa nini tunaendelea kuvutana? Kwa nini tuvutane wakati wewe ndio una mashinali, wewe ndio una sheria? Si uko nayo? Na kama unaamini kwamba yeye ambao ulikuwa umeyafanya kweli kwenye sheria likuepo, shida ya nini? Kwa nini uweze kushana na mtu? Si kama unanielewa sijui. Yaani kwa nini? Kwa wakati sheria imekaa wazi na unajiamini kwamba watu wako, kamati zako ziko makini, zinafanya kazi kwa weledi, au kukosea sehemu, au kumpendelea mtu, kwa nini wewe una panic? Maana kuna kitu kipo sawa. Na kuna kauli yake nyingine pia amesema kwamba vuta picha kama Simba na Yanga zikishushwa daraja. Hii kauli na yenyewe ina tafsiri kama ni kuna mabano hivi kwa kuidadavua zaidi. Ndio nikasemaje? Nasema tena. Yaani ndio maana sasa itakiwa kwenye kanuni zao waweke kwamba kanuni hizi tumeziweka, lakini kanuni hizi
hazitakuja kuruhusu kamwe Simba na Yanga kushuka daraja kwa sababu yoyote. Wangetuwekea tu mule. Kwa hiyo tungeongea wala tusingeongea. Sio kwamba hizi kanuni zipo, timu nyingine zote hizi 14 wao zitahusu hizi kanuni. Lakini Simba na Yanga haitakai itokee wadhuliwe hizi kanuni kwa sababu wao ni very special, tulikosea kuwalea na ndio nao hivyo. Ingekaa hivyo. Sasa ukituambia leo kwamba vuta picha, sasa hiyo kanuni uliweka nini? Kama Juve timu kubwa na alikuwa anaiko katika kilele, sio alipokwa, alishuka daraja mpaka daraja la 4 huko. Akashuka na akapambana, alicheza. Akacheza kama Simba kamimi akacheza akaja akapanda tena juu. Alishuka daraja Juve. So ile ni sheria imewekwa, na unapozungumzia miongoni mwa miamba ya Italy, utazungumzia Inter, utazungumzia AC Milan, utazungumzia Juve na Napoli. Hizi ni 4 giant ambazo zimeshika mpira wa Italy. Lakini ilazimika aweze kushushwa daraja. Juzi tunashuhudia hapa timu kubwa ya pili kwa makombe ulimwenguni na ndio timu ya mfano barani Afrika, national. Sawa, Al Ahly iko pale Misri. Mbabe kabisa, hajalamba point. Kaondoshwa. Kwa nini? Sheria na taratibu zimewekwa. Kwa zimewekwa zifuatwe. Sasa hao wanasema tutatoaje point wakati hawakuwa wale wahusika wa mchezo? Sasa hayo ndio wanaenda kasi. Yaani kwa nini mtu uanze kwa nini uanze kutengeneza scenario za kwamba tutatoaje point? Yaani mimi kuna kitu mimi kidogo kinanishangaza. Yaani kwa nini panakuwa panatengeneza scenario nyingi? Nyinyi mnaamini ukafanya makosa? Si ndio? Tulieni. Yeye mmoja aende kutapatapa. Yesi ameenda kasi anataka pointi. Na nyinyi mnaamini kwamba mpo sahihi kwenye misafi yenu mmekaa safi, kwenye zimekaa safi na nizenu zimekaa sawa. Hazina shida. Hao kasi watawaita mtawapelekea na niche zenu. Sasa nini? Kwani uweze kwamba atukue wewe tulia. Si ameenda kule. Relax. Tutakutana kule bana. 1 2 3 4 5 hii hapa. Basi.